Take it away. Asante sana Swila, bila shaka upande huu wa pili maswala ni ya Bundesliga, na tunapoongelelea soka la kike nchini Kenya, bila shaka Bundesliga na Ujerumani wamesonga hatua moja mbele, na bila shaka wameweza kumteua mwanamke wa kwanza kocha wa timu ya Bundesliga inaitwa Union Berlin, Marie-Louise Etter. Atatueleza ni kwa nini hatua hii bwana Bruce. Sijui wamejaribu wazee kidogo wameangusha timu, na Union Berlin inatokea katika jiji kuu la Berlin. Tueleze tu labda ni nini lilipelekea uamuzi huu. Ni kweli Union Berlin ni klabu ambayo kama umesema inatokea mashariki mwa Berlin, na imechukua uamuzi huu kwa sababu ya matokeo mabaya ambayo yamekuwepo katika mechi 14. Wameshinda 2 tu, na ni klabu ambayo inapambana kuepuka kushushwa daraja. Iko katika nafasi ya 11. Haiko salama, ina pengo la pointi 6 kutoka lile eneo la hatari la shoka la kushushwa daraja. Kwa hivyo wakaamua kumchukua huyu mama Marie-Louise Etter ambaye ana umri wa miaka 34 kuwa kocha wa kwanza mwanamke kuifundisha timu ya wanaume, na ni katika ligi zote 5 kubwa za Ulaya. Kwa hivyo ni tukio la kihistoria. Wamefanya hivi kwa sababu sio mgeni katika Bundesliga. Huyu binti amekuwepo katika Bundesliga, alikuwa wakati mmoja katika mwaka 2023 naibu kocha wa Union Berlin, na hata akaweka historia wakati timu hiyo ilipotinga Champions League. Lakini amekuwa akihudumu kama kocha mkuu wa timu ya wanaume wa chini ya umri wa miaka 19 wa Union Berlin, na kwa hivyo anafahamu kabisa mambo ya ndani ya klabu, na wamehisi kwamba katika mechi hizi 5 zilizobaki msimu huu achukue mikoba ya kuiongoza klabu hii. Wana imani naye kwamba atafanya kazi nzuri, na yeye mwenyewe ameeleza kwamba yupo tayari kupambana na kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri hadi mwisho msimu. Labda kuna masuala ambayo kocha huyu unaona kwamba kwa sababu yeye ni mwanamke ataogopa kusukuma kwa wanaume kuhakikisha kwamba anapata ushindi, na iwapo kuna taswira hiyo, je, ni vipi ataweza kuhakikisha matokeo mazuri kukiwa kuna vikwazo? Sidhani hilo halipo, na mwenyewe amezungumza kwa kweli akisema kwamba yuko tayari kabisa na ameshukuru kupewa nafasi hii. Ni fursa ambayo sio geni kwake, na amesema yeye hajawahi kuwa na changamoto yoyote ya kuwafundisha wanaume licha kwamba yeye ni mwanamke, akitolea mfano kwamba katika mazingira yake wakati akiwa mchezaji alikuwa anapenda sana kucheza na wanaume. Yeye amekulia katika mazingira ya wachezaji wa kiume, kwa hivyo ni kitu ambacho amezoea, na anaamini kwamba ana uwezo ule wa kuifundisha timu hii. Sidhani kama itaiumbisha timu kwa sababu amekuwepo katika timu hiyo na anafahamiana kabisa na wachezaji na benchi lote la kiufundi, na kuna uhusiano mzuri katika timu. Kwa hivyo nadhani atapambana na kuhakikisha kwamba hilo halitokei. Bila shaka Bundesliga inazidi kuandikisha historia. Nafikiri ni timu nyingi tu ambazo nafikiri kutokana na uamuzi huo, labda timu nyingi kabisa barani Europa zitashikilia mkondo huo. Nakumbuka daktari mmoja wa Chelsea, mwanadada ambaye alikuwa maarufu sana kabla hajazozana na aliyekuwa kocha Jose Mourinho na kuweza kubanduliwa kutoka kwenye ile benchi ya madaktari. Lakini ni swala nzuri tunapoona wanawake akina dada wanashamiri katika nyanja ambazo zimezoeleka kuwa ni za wanaume, na nafikiri tunampa kongole kocha Marie. Huu ni uamuzi ambao nadhani unatuma ujumbe kwa kandanda la wanawake kote ulimwenguni kwamba tunahitaji kuona wanawake zaidi wakijitokeza na kuchukua nafasi hizi za ukocha, na hasa ikizingatiwa kwamba shirikisho la kandanda duniani FIFA mwezi uliopita lilipitisha uamuzi kwamba timu za kandanda za wanawake zinapaswa kuwa na makocha wanawake au makocha wasaidizi wanawake kwenye benchi la ufundi kama zingetaka kucheza katika kombe la dunia la wanawake 2027 nchini Brazil. Kwa hivyo ni uamuzi ambao unahitaji kupigiwa debe na mfano, na kuondoa ile dhana kwamba mwanamke hawezi kuifundisha timu ya wanaume. Tukimalizia tu Bruce, labda swala hilo la kumteua kocha mwanamke limeweza
angaziwa pakubwa sana katika tathmini hii yetu ya Bundesliga, lakini labda ni kwa sababu tayari Bayern Munich labda ule muujiza tuliosema ufanyike sioni ukifanyika. Tayari wanangoja tu muda kutawazwa mabingwa wa Bundesliga. Labda ni nini ambacho kimewapa uwezo huo wa kuweza kunyakua taji hili tena la Bundesliga tangia msimu uanze? Bayern Munich kusema kweli, kama ulivyosema, wame mkono mmoja kwenye taji. Pengo sasa hivi ni pointi 13 dhidi ya Borussia Dortmund ambao walipoteza 1-0 dhidi ya Leverkusen. Kwa hivyo nadhani ushindi ama taji ni la Bayern Munich. Katika mechi ya mwishoni mwa wiki ambapo waliwalima St. Pauli 5-0, inashangaza kwamba walicheza bila mastaa wao, maana kocha Company alifanya mabadiliko ya wachezaji kama 7 kwa kikosi kilichopiga Real Madrid 2-1 katikati ya wiki katika Champions League, na wakaweka historia ya kuwa kilabu pekee katika Bundesliga ambayo imefikisha magoli 105, kumaanisha kwamba uchezaji wao ni wa kushambulia zaidi, wanafunga magoli mengi zaidi, na rekodi ambayo imekuwepo ya magoli 101 ilikuwepo kwa miaka 54. Kwa hivyo imechukua muda kuivunja rekodi hii. Na umetaja kweli Bayern Munich, nadhani kwanza ungefikiria pengine baada ya kupata magoli 102 pengine wangepunguza kasi, lakini waliendelea kabisa na moto ule na wakafunga magoli mengine. Kwa hivyo ni timu ambayo inapenda kucheza chini ya kocha Company ambaye ameleta mshikamano katika kikosi. Ni kocha ambaye umri wake pia unaendana na wachezaji wengi pale. Ni kocha ambaye anaelewa kabisa lugha ya wachezaji, anazungumza Kijerumani pia. Lakini ubora na upana wa kikosi ni kitu cha kutisha kusema ukweli, kwamba wana timu kama mbili, ile iliyokuwepo kwenye benchi na iliyokuwepo uwanjani, ubora ni ule ule. Kwa hivyo kikosi kipana lakini kikosi chenye ubora, na ndio kitu ambacho kinawafanya Bayern sio katika Bundesliga tu, lakini pia katika Champions League. Unaona katika Ulaya namna ambavyo wanacheza na kufunga magoli mengi. Bila shaka tutaweza kutathmini juma lijalo, Bruce, ni vipi akina Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen wataweza kujipanga ili kuweza kunyakua taji hilo kutoka kwa Bayern Munich msimu ujao. Bila shaka upande huu wa pili wa studio tukiongelelea masuala ya soka la kike na makocha wa kike, bila shaka niliwahi sema wakati mmoja, na ni changamoto ambayo bado nitamsukumia kocha wa timu ya taifa Harambee Starlets Beldino Demba, kwamba inawezekana. Ujerumani wamefanya, hata sisi tunaweza kuwa na jambo kama hilo. Labda siku moja Beldino Demba tutamuona akifunza timu ya FC Leopards ama Harambee Stars. Inawezekana. Kwako Swila. Asante sana Steve.